anafungua sura ya 18 sioni. Nilisema uanzie na mstari wa 24. Tusome. Naye mfalme wa Ashuru akaleta watu kutoka Babeli na Kutha na Ava na Hamathi na Sefarvaim, akawaweka katika miji ya Samaria badala ya wana wa Israeli. Wakaumiliki Samaria, wakakaa katika miji yake. Basi ikawa wakati ule walipoanza kukaa huko, hawakumcha Bwana, yani Mungu wa Israeli. Waliokuja hapo sio Waisraeli. Eneo lile lilikuwa linakaliwa na Waisraeli, watu walio na uhusiano na Mungu wa agano, na wana namna wanavyoishi na huyo Mungu. Neno la Mungu linasema wakawa kuna watu wameletwa na mfalme, kwa sababu hawa wana wa Israeli wamechukuliwa, wamepelekwa utumwani. Kwa hiyo kwenye eneo lao wakaletwa makabila mengine, watu wala aliokuwa na watawala yeye akawaleta hapo. Neno linaendelea kusema, basi ikawa wakati ule walipoanza kukaa huko, hawakumcha Bwana. Kwa hiyo Bwana akapeleka simba kati yao, nao wakawaua baadhi yao. Kwa hiyo wakamwambia mfalme wa Ashuru, wakasema, wale wa mataifa uliowahamisha na kuwaweka katika miji ya Samaria hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Hebu sema Mungu wa nchi. Yaani watu wa Mungu, na mnataka kitu hiki mkielewe sana. Kuna kitu kinachoitwa Mungu wa nchi. Jana na juzi tumekuwa tukiomba kwa habari ya wasaidizi wa hatima, na tukazungumza habari ya ardhi kuwa msaidizi wa hatima, lakini yaweza ikawa msaidizi wa anguko lako. Ardhi, nchi. Neno la Mungu linaendelea kusema, kwa sababu watu waliokuja maeneo yale hawakujua yuko Mungu wa nchi ile. Hawakujua hata mila zinazotakiwa kumfurahisha Mungu wa nchi ile. Unaona, kwa hiyo amepeleka simba kati yao, na tazama wanawaua kwa sababu hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Ndipo mfalme wa Ashuru akatoa amri akasema, mpelekeni mmojawapo wa makuhani mliowachukua kutoka aende akakae huko, akawafundishe kawaida ya Mungu wa nchi. Basi mmoja wa makuhani waliochukuliwa kutoka Samaria akaenda akakaa katika Betheli, akawafundisha jinsi ilivyowapasa kumcha Bwana. Lakini pamoja na hayo, watu wa kila taifa wakajifanyia miungu yao wenyewe, wakaiweka katika nyumba za mahali pa juu walipoyafanya wa Samaria. Kila taifa katika kila miji walimokaa, watu wa Babeli wakafanya Sukoth Benoth kuwa mungu wao, watu wa Kutha wakafanya Nergali, watu wa Hamathi wakafanya Ashma, Waavi wakafanya Nibaz na Taritak, nao Wasevarvi wakawaunguza wana wao katika moto, kwa Adrameleki na Anameleki, miungu ya Sefarvaim. Basi hivyo wakamcha Bwana, nao wakijifanyia wengine wao kuwa makuhani wa mahali pa juu, ambao waliwafanyia dhabihu katika nyumba za mahali pa juu. Wakamcha Bwana na kuitumikia miungu yao wenyewe, sawasawa na kawaida za mataifa ambao wao walihamishwa kutoka kwao. Hata siku hii ya leo hufanya sawasawa na kawaida za kwanza, wala hawamwogopi Bwana, wala hawazifuati sheria zao,
wala hukumu zao, wala ile torati, wala ile amri Bwana aliyoamuru wana wa Yakobo, ambaye alimpa jina la Israeli. Hao ambao Bwana alifanya agano nao, akawaamuru akisema, msiche miungu mingine, wala kuisujudia, wala kuitumikia, wala kuitolea sadaka, ila yeye Bwana aliyewaleta kutoka nchi ya Misri kwa nguvu nyingi na kwa mkono ulionyoshwa. Yeye ndiye mtakayemcha, yeye ndiye mtakayemsujudia, yeye ndiye mtakayemtolea sadaka. Na sheria na hukumu na torati na amri alizowaandikia, hizo ndizo mtakazozishika na kuzifanya hata milele. Wala msiche miungu mingine. Na hilo agano nilofanya nanyi msilisahau, wala msiche miungu mingine, lakini Bwana Mungu wenu ndiye mtakayemcha, naye atawaokoa mikononi mwa adui zenu wote. Walakini hawakusikia, bali wakafanya sawasawa na kawaida zao za kwanza. Basi mataifa hawa wakamcha Bwana, mataifa hawa wakamwacha Bwana, tena wakaziabudu sanamu zao za kuchongwa, na wana wao vile vile, na wana wa wana wao, kama walivyofanya baba zao. Wao nao hufanya vivyo hivyo hata leo. Bwana Yesu asifiwe. Nitafupisha hapa, pana mambo mengi sana, lakini nitafupisha. Yani uchukulie mfano hii area A, hii ya Kizota. Uchukulie huu mduara ambao barabara ya lami inazunguka. Kuwe kuna watu wanaokaa, lakini kwa sababu za kijeshi hawa watu wote wakahamishwa, wakaenda kuwa wanakaa Manyoni. Halafu watu wa Kondoa wakaletwa wakakaa hapa. Lakini uchukulie kwamba hao waliokuwa wanakaa hapa walikuwa ni watu wanaomcha Yehova Mungu wa Israeli, ambaye walikuwa wamepewa kanuni za namna ya kumwabudu kwa maelekezo ya Musa mtumishi wa Mungu, kwa maelekezo ya Yoshua mtumishi wa Mungu. Walikuwa wanamwabudu wakiwa wanaongozwa na makuhani. Sasa imetokea wamehamishwa, lakini kumbe walivyokuwa wanaabudu huyo Mungu, akawa ni Mungu wa nchi pia. Ina maana hii nchi ambayo imezunguka hapa ikawa ni nchi ambayo inajua Mungu wa eneo hili ni Yehova. Walivyokuja hao watu kutoka Kondoa, hawakujua kawaida ya Mungu wa nchi ile, wakawa wanaabudu kama walivyokuwa wanaabudu wanapokuwa Kondoa. Sasa huyo Mungu wa nchi akasababisha simba watokee. Hawakuwepo, lakini simba walitokea kama walivyokuwa wanatokea siku Mungu anaumba. Maana alisema wanyama wakatokea. Hungewaona wakiwa wanaibuka kutoka ardhini, lakini utaratibu ni ule ule, ukasababisha simba wakawepo, wakawa wanakula watu, kwa sababu watu hawajaifuata kawaida ya Mungu wa nchi. Ukisoma kitabu cha Waefeso na kitabu cha Wafilipi na kitabu cha Wakolosai, utamkuta mtume Paulo
anazungumza habari za simba, na wale simba amewazungumza kwa jinsi ya mwilini na simba kwa jinsi ya rohoni. Mapepo huwa pia yanatokea kama simba. Sisi tuna agano na Mungu sio la mwilini, tuna agano na Mungu la rohoni. Maadui zetu sio Wafilisti, maadui zetu ni mapepo. Na haya yanayozungumzwa hapa tunapaswa kuyaelewa kwa nuru hiyo, kwamba sisi ni watu wa agano jipya ambalo ni agano la rohoni. Sasa nisikie, maana ya maneno haya ni nini? Haijabadilika. Hata kama tunasema tupo kwenye agano jipya, lakini haijabadilika. Wewe umetokea Shinyanga, mwingine umetokea Kilimanjaro, mwingine umetokea Mbeya, mwingine umetokea Morogoro, mwingine umetokea Dar es Salaam, wengine Kigoma, wengine Tabora. Tumekuja hili eneo. Walikuweko waliokuwa wanamwabudu Mungu. Huyo Mungu sio Mungu aliyeumba mbingu na nchi, lakini nchi ile ikamilikiwa na huyo Mungu aliyekuwa anatolewa dhabihu, aliyekuwa anatolewa matambiko. Sijui tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wewe umekuja mtu ambaye unamwabudu Mungu mwingine. Bahati nzuri wewe unamwabudu Mungu wa kweli, lakini haiondoi ukweli ya kwamba hilo eneo lilikuwa na Mungu. Uwe na ufahamu kabisa, hii Dodoma ilikuwa na Mungu anayeabudiwa. Na sasa inawezekana watu wakawa bado wako watu wanaomwabudu huyo Mungu, na bado anadai katika ulimwengu wa roho Dodoma ni ya kwake. Sasa hapa inatakiwa kufanyika mambo mawili: kunyang'anya umiliki wa huyo Mungu, hii ardhi iwe miliki ya watu wa Mungu wanaomwabudu Mungu wa kweli. Hilo jambo la kwanza. Lakini lazima hata wewe uifuate kawaida ya Mungu huyo. Baada ya kumfanya Mungu wako ni Mungu wa nchi hii, ni Mungu wa Dodoma, ni Mungu wa area A, uzifuate kawaida za huyo Mungu. Na Mungu ajue wewe ni mtu wake. Haelewi lugha nyingine. Lugha anayoielewa ni ya dhabihu. Watu wa Mungu, hasa walokole wa Tanzania, hawachukuli uzito swala la utoaji. Lakini nataka nikuambie, Mungu ajue unaamini, Mungu ajue unamaanisha, ni kupitia matoleo. Tusidanganyane, kupitia matoleo. Na matoleo yanatofautiana kulingana na uwezo wako, lakini haiko excuse, haiko exemption ya kwamba kwa sababu huyu sijui hivi na hivi asitoe sadaka, ila huyu hivi na hivi atoe sadaka fulani. Kila mmoja lazima aende madhabahuni kwa jinsi alivyo. Israeli waliweka hivi: aliyekuwa na uwezo wa ng'ombe alileta ng'ombe, na haikuwa lazima kuleta ng'ombe mmoja. Mwenyewe umeona wakati mwingine Daudi alitoa ng'ombe na mbuzi maelfu. Unasoma habari za Sulemani, alitoa dhabihu 1000, na haikuwa siku hiyo mara moja. Kwa hiyo ilitegemea na mtu alivyo na uwezo wake, lakini lazima iwe ni dhabihu. Kuna wengine waliambiwa kama ng'ombe wameshindwa
wachukue kondoo, na kondoo haikuwa lazima awe mmoja. Kuna wengine waliambiwa mbuzi, na haikuwa lazima iwe mbuzi mmoja. Sasa unapokuwa umeshindwa ng'ombe, umeshindwa mbuzi na kondoo, uliambiwa uje na njiwa. Unaposhindwa njiwa, unaambiwa uje na hua. Hawa ndege wawili katika Israeli wana tofauti na bei yao ni tofauti. Hua alikuwa na bei ya chini zaidi, ingawaje ni ndege wanaofanana. Kwa maana hiyo, hata maskini alipokuwa anawajibika, alipokuwa anatakiwa kutoa dhabihu, hakuachwa akapewa exemption, kama vile ambavyo mtu anaweza akaambiwa serikali imekusamehe kodi. Kwa kwenye upande wa mambo ya ibada, hakuna watu wanaosamehewa utoaji wao wa dhabihu. Na sasa neno likaenda kusema ni lazima mumche Mungu wenu, na namna ya kumcha Mungu wenu ni kwa kutoa dhabihu. Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ya 14, Kumbukumbu la Torati sura ya 14, Biblia inasema maneno yafuatayo, na utashangaa kwa nini watu wamepiga vita sana haya mambo, na watu wanaonekana ni wa kiroho wanapoyapiga vita. Angalia sura ya 14 ya Kumbukumbu la Torati sura ya 14. Tuanze na mstari wa 22. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka, nawe utakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua upakalishe jina lake. Zaka ya nafaka zako na divai yako na mafuta yako na wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe na ya kondoo, ili upate kujifunza kumcha Bwana. So kutoa zaka au utoaji wa zaka ni kocha wako wa kukufanya ujue namna ya kumcha Bwana. Na unapoangalia maelekezo ya Mungu kupitia kitabu cha Malaki kuhusu zaka, hakusema zaka tu, amesema zaka na dhabihu. Kwa maana hiyo haitakuwa kosa kusema kutoa zaka na dhabihu. Unajifunza, ni kama unafanya mazoezi, kama vile walimu wa mpira huwa wanafundisha watu kwanza viungo, mazoezi ya viungo, halafu mazoezi ya kupiga danadana, mazoezi ya kupiga ukafunge goli, mazoezi ya goalkeeper kudaka mpira, mazoezi mbalimbali, mazoezi ya namna ya kumkabili adui aliye na mpira. Hayo ni mazoezi unafundishwa ili kucheza mpira na timu yenu iwe na nguvu. Hapo unafundishwa kucheza mpira na timu ifunge. Hakuna timu inayofundishwa ishindwe. Sasa inapokuja kwenye mambo ya ibada, utoaji wa zaka na utoaji wa dhabihu, na kufundisha kumcha Bwana. Sikia, namna yoyote unayokuwa nayo moyoni inayohalalisha kutokutoa sadaka zinazoitwa dhabihu, kutokutoa zaka, unajitengenezea
namna inayokufanya uanze kutokumcha Bwana. Kumcha Bwana ni kufanyaje? Ni kumwogopa. Kumcha Bwana ni kufanyaje? Ni kuabudu, kumpa nafasi ya kwanza kwenye maisha yako. Sasa tumekuwa kwenye maombi na tunaelewa maombi yetu yameambatana na mfungo, lakini yataambatana na utoaji pia. Ni lazima uisikilize roho yako, ambayo ninaamini muda wa siku zote hizi 30 roho yako imesemeshwa na Mungu kwamba maombi yako uyafanyeje. Zamu hii sadaka yako iweje? Sadaka yako iwe nini? Sadaka yako iwe kiasi gani? Uitoe kwa namna gani? Na neno la Mungu hapa halijaacha kuwa clear. Amesema mahali anapopachagua Bwana. Huwezi ukaabudu hapa halafu ukatoa sadaka yako au dhabihu yako au zaka yako kule Chang'ombe. Hapana. Humwabudu Bwana kwa namna hii inayosemwa hapa, kwa kuchukua vilivyo vyako ukavipeleka kwa yatima. Sisemi kwamba kuwapa yatima ni kosa, lakini haiwi mbadala wa hiki kinachosemwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawasawa na wengine huwa wanatoa dhabihu zao na sadaka zao kwa visiting evangelist, visiting pastor, lakini sio mchungaji wake. Unapofanya namna hiyo, hiki kitu unakuwa bado hujafanya, kwa sababu lazima iwe ni mahali ambapo Bwana amechagua kulikalisha jina lake. Maana yake mahali ambapo unaenda kuabudu na sauti ya Mungu inasema na wewe. Mimi nimekuwa kwenye Ukristo wa wokovu toka tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 1978. Ninachokuambia nafahamu. Huwezi ukaenda ukapokea kitu kile kile kila kanisa. Kila kanisa Mungu amelipa mandate na amelipa watu wake. Huwezi ukawa hapa, Mungu anataka uwe hapa, halafu uamue leo uende labda EAGT Mlima West, halafu utalisikia neno lako. Amna, Mungu hayuko hivyo. Atasema na wewe hapo alipochagua yeye kuwa anajifunua maishani mwako. Sasa mahali hapo unapoenda, unaisikia sauti ya Bwana, unasikia kutiwa nguvu, unasikia kuonywa, unasikia imani na inuka, unaona nguvu ya Mungu inakugusa. Hapo ndipo Bwana amechagua aliweke jina lake. Hebu fikiria, Jumapili iliyopita siku nazungumza habari ya jina. Kabla hata tujawaombea watu, mama mmoja alikuwa amekuja kanisani, anasema hata alishindwa kungoja basi, ikabidi aite bajaji, hata kama sio kawaida yake. Alikuwa anaenda hivi kwa sababu nyonga ilikuwa inauma ajabu. Lakini amekuja hata kabla hajaombewa amepona. Alikuja ofisini ananipa mfano wa kwamba alivyokuwa hawezi kutembea, lakini sasa anatembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo maana yake ni mahali ambapo Bwana amelikalisha jina lake. Kwa hiyo mahali hapo unapaswa kuwa unakwenda na dhabihu. Mtu anakwambia nilikuwa hohehahe, mambo yangu hayaendi, toka nimeanza kusali ninaona maisha yangu yamebadilika. Kwanza moyo wangu na tumaini, moyo wangu na furaha. Maana yake Mungu amechagua kuliweka jina lake hapa.
Kwani kule ulikokuwa unasali mwanzo sio kanisani? Lakini wako ambao Mungu anawatokea huko, lakini wewe Mungu anakutokea hapa. Kwa maana hiyo, kwanza unatakiwa kuwa mwaminifu, lakini uwe mtoa dhabihu mara kwa mara. Wakati mwingine hata huambiwi, unaamua tu, leo nitafanya hivi. Hata kama watu wengine watakuwa siku hiyo hawafanyi, lakini kesho ni sisi sote tutafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amesema kwenye hilo andiko kwamba sura ya 17, kumcha Bwana ni kwa kutoa. Mstari wa 35, unaona Bwana alifanya agano nao. Wewe una agano na Bwana Yesu, na ndio maana tunashiriki meza ya Bwana kuhuisha agano kati yetu na Mungu. Akawaamuru akasema, msiche miungu mingine, wala kuisujudia, wala kuitumikia, wala kuitolea sadaka. Ndiyo hapo kwa nini hatupaswi kushiriki matambiko ya ukoo, matambiko ya familia, kwa sababu yale matambiko ni namna ya kuitolea sadaka miungu mingine iliyokuwa inaabudiwa na ukoo wetu. Toka umeokoka unaacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana pia tunakuwa makini sana na fedha yetu, namna tunavyoitumia, isijikawa tunapiga goti kwenye madhabahu nyingine. Mtu aliyeokoka, lakini ukiangalia pesa yake toka Januari mpaka Disemba, sehemu anayomtolea Mungu ni change. Huyu hawezi akasema eti anamcha Mungu, kwa sababu chakula ulichokula toka Januari mpaka Disemba mwaka jana sio change. Pesa uliotumia hospitali kwa ajili yako mwenyewe na watoto sio change. Pesa uliotumia kwenda misibani, kwenda wapi, kwenda kwenye maharusi, na wengine mnakuwa kwenye kamati za harusi, mnatoa 100,000, wengine milioni. Ni muhimu sana kulielewa hilo. Sisi ni wepesi kumwambia Mungu tenda, lakini tusielewe kumtolea sadaka. Kwa upande wa shukurani, kumtolea sadaka. Kwa upande wa kuamini jambo, huwa wakati mwingine ni wavivu, na wakati mwingine tunajipa vinosweti vingi. Samahani wa kutumia hicho Kiswahili, kwa sababu naona wengi mnaonisikiliza inawezekana mkawa Gen Z. Watu wanajipa no sweat, yani ina shida, Mungu mwenyewe anaelewa, kwanza sina hela, ndio kipindi nimepeleka watoto sijui nini. Lakini usijue kwamba inaweza ikawa ni moment, ni fursa, ni wakati wa fursa ya kwamba Mungu afanye kitu katika maisha yako. Utoaji, inawezekana umetoa jana, inawezekana umetoa mwaka juzi, mwaka jana, ulikuwa bado hujaona matokeo. Lakini utakapotoa zamu hii, nani ajuae, wingu linaweza likawa limesha kuwa zito, limejaa maji, na mvua ikaanza kunyesha. Utoaji wako ni sawa na nchi na mimea yake inavyopeleka maji juu. Maji yanaungana na mavumbi huko juu, yanatengeneza mawingu, baadaye yanashuka kama mvua, lakini hayashuki mpaka yajae maji. Kwa hiyo na muujiza wako unaotokana na utoaji, wakati mwingine una kipimo hicho. Unatakiwa utoe mara moja. Wengine watoa mara moja tu unaona majibu. Kuna wengine unatoa hata mara 3, mara 4. Unapaswa usichoke. Lakini kitu kingine unachokiona hapa,
unavyomtolea Mungu sadaka, maana yake unaivunja madhabahu iliyokuwa ni madhabahu ya familia. Maana yake nini? Kwa sababu kama hujatoa sadaka kwa miungu, lakini umetoa sadaka kwa Mungu, maana yake umeijenga madhabahu ya Mungu wa kweli kwenye maisha yenu. Umewaokoa hata watoto wako, umemwokoa mke wako, umemwokoa mme wako, hata kama hasali hapa. Hivi mnanielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Uelewe hiki ninachokisema vizuri. Hebu angalia mambo ya Walawi. Angalia mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi sura ya 17. Mambo ya Walawi sura ya 17 inasema, wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Unapotoa sadaka yako kwa Mungu wa kweli, umejiweka kwenye mazingira ya kutotoa sadaka yako kwa majini, wale ambao kwa namna moja au nyingine tunapenda kuwahonga wanawake. Baadhi ya wanawake tunawaona njiani sio wanadamu, ni majini. Jambo hili hata wanawake wanafanya. Unamhonga Serengeti boy unayemwona hapo mtaani, kumbe sio mwanadamu, ni jini. Na mambo mengine mbalimbali unayoyafanya na fedha yako, unavyosahau ibada, inawezekana ikawa ni dhabihu kwa majini. Ni nini huwafanya watu wanapoambiwa utoaji wanaanza kuwa wachungu, wanaanza kusema, wanaanza kukasirika, wakati ni kwa faida yao wenyewe? Kwa unatoa sadaka ili mtu fulani anufaike? Unamtolea Mungu kwa faida yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona ulivyokuwa unakwenda kwa waganga, unaambiwa katafute, unaambiwa kitu ambacho ni kigumu kukitafuta, unasema kwa kweli siwezi kukipata kitu kama hicho. Anakuambia basi hamna shida, ulete 3,000,000. Unaweza ukaambiwa nenda ukakate titi la mwanamke albino unilete hapa. Unatafuta unashindwa, unaamua kurudi kwa mganga. Anakuambia basi kama unashindwa leta 3,000,000. Nenda uniletee nywele ya sehemu za siri unatajiwa. Unaona haiwezekani. Unaweza ukaambiwa nenda baharini sijui kalete hiki na hiki, unakuta haiwezekani. Basi ukirudi anakuambia, halafu mtu anafanyiwa uganga, basi yeye anaamini kwamba kuna kitu amesaidika. Lakini unavyokuja kwa Yesu, kwa nini inakuwa ngumu? Tunajiuliza, ni kwa nini tunakuwa wagumu kumtolea Mungu? Ni kwa nini? Tunaweza wakati mwingine tukawa wepesi sana kuomba na bidii sana kufunga, lakini inapokuja kwenye utoaji tunakuwa wavivu. Inaweza ikawa sababu kwa nini Mungu haonekani. Muda hautanitosha, lakini ni lazima nikueleze kitu hiki.
nilijifunza nilipokuwa ninasoma kitabu cha Walawi, na kitabu hiki nilikisoma kipekee sana kipindi kile nimeumwa, niko kwenye kitanda cha udhaifu. Mungu mnadhani inapotokea kitu kama hicho, fikra inakutuma kwamba Mungu amemwacha mchungaji, na ndio maana wengine walifanya maamuzi ya kuondoka hapa, au wanaochukia kanisa walitumia fursa hiyo kuwapandia watu maneno ya ajabu ajabu. Hebu tuyaache hayo kwanza. Kuna siku nitakupa somo zuri upate kuelewa. Lakini nikiwa kwenye kile kitanda, nilianza kusoma kitabu cha Walawi, na nikakumbuka Waisraeli ndicho kitabu cha kwanza wanachowafundisha watoto wao, lakini kitabu cha Walawi watu wa Mungu kanisani huwa wakisomi mara chache sana, wakisoma kwa sababu wanaona kama vile kina mambo magumu hata kuelewa. Lakini sikia, kuanzia sura ya 1 mpaka ya 7 inazungumza juu ya mfumo wa utoaji, tena utoaji wenyewe ni wa dhabihu. Zimeelezwa dhabihu 5 tofauti. Nilijaribu kuhesabu neno holy, nikakuta yako maneno mengi mno. Mwisho nikaamua kuconsult dictionary iliyoeleza kwamba hizo holy ni nyingi sana kwenye kitabu cha Walawi, lakini lilitumika neno lile lile wakati anatamkwa Mungu, wakati anatamkwa mtoaji, na wakati anatamkwa sadaka. Nikapewa kuelewa kinachomtofautisha anayemwamini Mungu, anayeitwa mtakatifu, ni sadaka yake takatifu. Hivyo najua sadaka inaweza isiwe takatifu na ikakataliwa na Mungu. Sasa kinachotutofautisha sisi na wagogo wenzetu ambao hawajaokoka, kinachotutofautisha sisi na wasukuma wenzetu ambao hawajaokoka, kinachotutofautisha sisi na Watanzania wenzetu ambao hawajaokoka wanaoenda goti kwa Baali, ni dhabihu zetu kwa Mungu mtakatifu. Sisi ni watakatifu, si kwanza kwa matendo yetu. Kwanza ni kwamba tumetengwa kuwa wa Mungu, ndio maana ya kwamba sisi tunaitwa watakatifu, tafsiri namba 1. Lakini ni watakatifu pia kwa kutenda. Sasa sisi tunaitwa watakatifu na Mungu, tuliotengwa kufanya huduma takatifu kwa Mungu. Huduma yenyewe ni kumtolea dhabihu. Dhabihu namba 1 tunayotoa ni kusifu na kuabudu. Dhabihu namba 2 tunayotoa ni maisha yetu. Hapo ndipo inapokuja nguvu ya sadaka yako, kwa sababu toka Jumatatu mpaka Jumamosi ulikuwa kazini, umetumia muda wa masaa mengi kwenye kazi, lakini kwa ibada inawezekana ukawa umetumia muda mdogo. Unavyokuja ukaleta sadaka, umekomboa muda wako wote uliokuwa unafanya kazi, na ukaufanya kwamba hata nilivyokuwa nafanya kazi nilikuwa na kuabudu Mungu. Maisha yangu ni matakatifu, yametengwa kwa ajili yako wewe, Mungu mtakatifu. Kwa hiyo ninaleta hiyo sadaka niliyoitenga mimi mwenyewe, inaitwa takatifu kwa sababu imetengwa kwa ajili ya matumizi ya Mungu. Naileta madhabahuni. Nikifanya hivyo ninaukomboa muda wote niliokuwa nimeutumia kwa shughuli zinazoonekana kwamba ni za kawaida, lakini sasa zimekuwa takatifu. Ndio sababu mtu unaweza ukawa unahangaika huko
uchumi ni mgumu, lakini ukaja kwenye kanisa kama hili ambalo linafanya kazi ya injili, sadaka yako tunaitumia kwa injili, sadaka yako tunaitumia kuwasaidia wahitaji, sadaka yako tunaitumia kuwategemeza watumishi wa Mungu. Hiyo inasababisha Mungu aanze kufanya jambo kwenye maisha yako, kwa sababu unaanza kuyafanya maisha yako yasiwe ya kawaida. Kumbe unavyokuwa sokoni umemtumikia Mungu, kwa sababu pesa yako imepeleka injili redioni. Kumbe ulivyokuwa sokoni umemtumikia Mungu, pesa yako imelipia umeme. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Umeme tu, wakati mwingine miezi mingine tunalipia zaidi ya milioni umeme tu. Kwa hiyo unavotoa sadaka yako unaliwezesha kanisa kufanya mambo yake. Sijui unaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kawaida ya huyu Mungu wetu ambaye tumeshamfanya awe Mungu wa nchi hii, Mungu wa nchi unayoikaa. Ni kawaida yake tunamtolea dhabihu, tunamtolea sadaka. Hebu sema amen. Sema tena amen. Kwa hiyo jitofautishe na wengine kwa kutoa dhabihu, tena sio kipindi hiki tu, mara kwa mara. Basi sio semina, twende kwenye maombi. Naamini hizi dondoo chache. Haleluya. Tunaomba maombi ya Yabesi. Maombi ya Yabesi yana mambo manne muhimu. Mtu mmoja alisema imekuwa liturujia. Sio liturujia. Kuomba maombi ya Yabesi ni swala la kila mara. Kuomba maombi ya Waefeso 1:15 mpaka 20 ni maombi ya kila mara, kwa sababu yana matokeo endelevu. Hauombi siku moja alafu ukaacha. Tunaelewana wana wa Mungu? Sasa Yabesi aliomba maombi ya namna hii. Kwanza alisema, Mungu unibarikie kweli kweli. Maana yake zile ahadi na baraka ambazo Mungu amezisema kwenye Biblia ziwe halisi. Lakini jambo la pili, ipanue hozi yangu. Hii ina maana nyingi. Mfanya biashara, biashara yake ikue. Mtu wa huduma, huduma yake ikue. Mtu aliyeoa, aliyeolewa, ndoa yake iwe bora zaidi ya jana. Kwa sababu ndoa hata ikiwa namna gani, bado na mahali pa kurekebisha ili iwe bora zaidi. Uchumi. Una wateja 100, hutaki wateja 300. Una mtaji unafika kiwango fulani, hutaki mtaji huo uzidishwe. Ndiyo maana ya kuomba nizidishie hozi. Lakini jambo la tatu, mkono wako uwe juu yangu. Hii ni sala inayotakiwa kufanya kila mtu. Ni kweli sio kwa sababu umeokoka utakuwa unaletewa fedha na malaika. Unapaswa kufanya kazi. Nilipenda sana mtu mmoja alikuwa anatoa mfano jana. Nilikuwa namsikiliza kwenye mtandao. Akasema hivi umewahi kujiuliza kwa nini wapendwa wengi hawana pesa? Pamoja na maombi yao kuwa mengi. Akasema pesa haivutwi na maombi. Lakini ni kwa nini wachungaji tunaendelea kuambia watu waombe? Akasema ni kwa sababu moja tu. Haya maombi ni lazima ili kwamba kazi zako siwe na mkono wa Mungu. Lakini ni lazima uwe na maombi
na mawazo, unafanya nini? Na yasibaki kuwa ni mawazo tu, yafanyie kazi. Fanya kazi, halafu yale maombi yako yataleta mkono wa Mungu juu ya kazi zako. Akatoa mfano akasema, gari linaweza likawa lina pancha. Ili lifanye kazi linahitaji upepo. Kwa hiyo unafanya repair, matairi yanakaa vizuri, unaweka upepo, linafanya kazi. Haya ndio maombi yanayofanya gari lako liende. Lakini gari ambalo lisingekuwa na matairi, hata ungeweka upepo wapi, ina maana lisingefanya kazi. Kwa hiyo watu wa Mungu wanaoomba Mungu awainue kifedha, lakini hawana cha kufanya, na sio kwamba hawajaamua kupanga nifanye nini. Niwe ninaenda Maisha Plus nachukua samaki na wakaanga natembeza. Niwe ninaenda Maisha Plus nachukua mboga za majani Sabasaba kule nazitembeza. Hautabaki hapo tu, kuna siku utapanda tena ngazi nyingine. Ninunue kitu cha kuchomea vitumbua, na niwaambie mtaani nauza vitumbua. Unapokuwa na kitu unachofanya, maombi yako ni lazima, na yataleta kitu. Punga mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida ya watu wa Mungu wengi, wanasahau kwamba wana wajibu pia wa kufanya kazi ili mkono wa Mungu kwenye eneo la uchumi wao uwawezeshe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni hivyo. Sisi wengine tunaweza tusifanye kazi, ni sawa, lakini tunafanya kazi pia. Lakini sisi tunaweza tusifanye kazi, kwa sababu hivi nilivyofanya hivi tu, nimefanya kazi, na mtenda kazi anastahili ujira. Nimefanya kazi hii, wewe Mungu ananilipa kupitia matoleo yako na mambo mengine. Hii ni kazi tayari nimefanya. Lakini wako wachungaji wenzangu wengine ni wavivu. Sasa atapataje pesa wakati hatumiki hata huko anakosema aliitwa? Amekaa tu. Wataalamu wanatuambia hivi, kama huduma yako haikuweki bize 24 hours, zile saa za ziada zitumie kuzalisha mali, na hiyo itakuwa sio dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka nilivyosema kuhusu kumaradufisha uchumi wetu. Siku hiyo nilizungumza pia, tunaanza na kampeni ya kumaradufisha idadi yetu. Sasa kanisa wanaloomba tu Mungu tuongeze, lakini hawatoki kwenda kuwafata wenye dhambi, wanakuwa hawajafanya hiki ninachokisema. Ni sawa na huyo anayesema Mungu niongezee uchumi, lakini hatoki kufanya kitu kitakachosababisha hicho anachoamini kifanye kazi. Sijui umeelewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunamaradufisha uchumi wetu ili tuwe na ngawila, tuwe na ndululu, tuwe na magobole. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunamaradufisha idadi yetu. Nimesema hivi, kabla ya Pasaka, kila mmoja wetu alete mtu. Kama unapapenda hapa kanisani, leta mtu mwingine. Usipofanya hivyo, mimi nitaamini kwamba wewe ndio mmoja wa wale ambao wao unanifukuzia waumini. Kwa sababu huwezi ukapapenda mahali fulani halafu huleti watu. Inawezekana ukawa ndio wewe unayewaambiaga watu, umekuja hapa kanisani utapaweza. Hapa kanisani pana mambo mengi magumu. Lakini kama umemleta mtu,
utaendelea kumsaidia. Leo wamesema hiki, leo wamesema hiki, hicho nafikiri hujakielewa, ila maana yake ni hii. Usivunjike moyo, tuendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unalipenda kanisa na unampenda mchungaji. Lakini kwa kufanya hivyo unajitengenezea taji. Tuombe sasa. Tuombe. Ni maombi ya Yabesi. Na jambo la mwisho ni kuzuia mabaya yasikujie. Zuia magonjwa, zuia ajali, zuia kila kitu. Yesu mwenyewe alitufundisha usitie majaribuni kwenye kuomba kwetu. Maana yake alikuwa anawaambia watu waombe, mwisho kabisa wanapomalizia wamwambie Mungu, usiruhusu mabaya yatujie. Omba. Hizi dakika zilizobaki ni za muhimu, zinatosha, kwa sababu hata nilikuwa nayasema nayo ilikuwa ni ya lazima. Tuombe. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu